Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anaipongeza BRICS akisema kwamba sasa BRICS imefikia katika hali nzuri na kwamba hali ya uchumi katika mataifa hayo inazidi kuimarika kila kukicha. Lakini pia amesema kwamba ushirikiano kati ya wanachama wa BRICS wakati huu ni wa kuridhisha, na ameeleza zaidi Urusi inapanga kuendeleza kufanya kazi na washirika wa kundi hilo ili kuendeleza mfumo wa ushirikiano sawa wa kimataifa. Rais huyo wa Urusi anasema kwamba ikiwa wanachama wa BRICS wataendelea kwa hivi, ni wazi hata wale wenye kile kinachoitwa G7 ama G20 hataweza kufikia maendeleo ya wanachama wa BRICS. BRICS ambayo ilianzishwa mwaka 2009 ikiwa na nchi kama vile Brazil, Russia, India na China, huku Afrika Kusini ikijiunga mwaka 2010. Umoja huo baadaye ulipanuka na kujumuisha Misri, Falme za Kiarabu, Ethiopia, Indonesia na Iran. Pamoja na washirika wetu hasa ndani ya chama cha BRICS, tunainua kuendelea kufanya kazi ili kujenga mfumo madhubuti wa ushirikiano wa kimataifa wenye usawa na wenye manufaa kwa pande zote mbili, usiokuwa na aina zote za ubaguzi, kulazimishana na mashinikizo ya vikwazo, Putin alisema katika barua ya salamu iliyotumwa kwa washiriki, waandaaji na wageni wa kongamano la kiuchumi la kimataifa la St. Petersburg. SPIEF ya mwaka huu itafunguliwa mnamo Juni 18 na itaendelea hadi Juni 21. Tukio la 28 la kila mwaka linatarajiwa kuvutia maelfu ya washiriki kutoka Armenia, Afrika, Bahrain, Vietnam, EU, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Amerika ya Kusini, Moldova, Mongolia, Thailand na Uzbekistan, na pia wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi wa Asia Kusini. Mnamo mwaka 2024, BRICS ilikuwa na akaunti kwa 40% ya uchumi wa dunia katika masharti ya usawa wa kununua nguvu PPP kulingana na data ya IMF. Uchumi huu ni mkubwa sana na kwamba hakuna jumuiya ambayo ilifikia hatua ya kuwa na uchumi mkubwa kama huu, licha ya kwamba BRICS yenye wanachama wachache tofauti na wale wa Ulaya imezidi kukua kutokana na ushirika uliokuwepo ndani ya wanachama. Wanachama wa kambi hiyo sasa wanawakilisha zaidi ya 2/3 ya idadi ya watu duniani. Ikumbukwe idadi kubwa ya watu wapo katika taifa la China pamoja na India, lakini pia hata Urusi kuna idadi kubwa ya watu. Lakini idadi kubwa ya wanachama inavyozidi kuongezeka inazidi kuongeza kasi ya uchumi katika BRICS. Mwaka uliopita akizungumza katika mkutano wa wakilishi wa usalama wa BRICS huko St. Petersburg, Putin alibainisha kuwa mataifa 34 yameonyesha nia ya kujiunga na kushirikiana na kundi hilo kwa namna moja ama nyingine. Mapema mwaka huu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Sergei Lavrov alisema kuwa jumuiya hiyo ya kiuchumi imekuwa jukwaa linaloongoza kwa kuainisha maslahi ya walio wengi duniani. Alisisitiza kwamba BRICS inaendelea kuvutia nchi kutoka kusini na mashariki ya mataifa, kwani nchi nyingi zinatafuta ushirikiano sawa na wenye manufaa kwa ajili ya maendeleo ya pamoja. Hata hivyo, rais wa Urusi Bwana Putin ameyataka mataifa mengi ulimwenguni kupata fursa ya kuwa wanachama wa BRICS, kwani wataweza kunufaika na mambo mengi ambayo yapo ndani ya BRICS kutokana na malengo yake. Hata hivyo, mpango wa BRICS sasa ni kuwa na usawa katika ulimwengu. Maana yake ni kwamba watatoka katika unipolar kuelekea katika multipolar world, katika mfumo wa multipolar world, yani kuwa na dunia ya wote, kwa maana kusiwe na nchi tegemezi kama ilivyokuwa wakati huu. Kuna mataifa fulani ambayo yanategemewa na bila ya wao mambo hayawezi yakaenda. Ni kitu ambacho BRICS inakipinga na ni kitu ambacho kinapingwa na Bwana Putin na wenzake. Endelea kutufuatilia, tutakujuza mengi yanayojiri duniani.